قال رحمه الله تعالى: أحكام تغسيل الميت. أسمى إمام حكم زكموشا ميتي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. Na wakati mwingine unaweza ukasoma wasallim tasliman, inategemea na sentensi zilizopita. Sawa sawa, kwa sababu hapo unamwomba Allah tabaraka wa taala amsalimishe mtume sallallahu alayhi wasallam, amshushie amani na utulivu. Wasallim taslima au wasallama taslima. Amma ba'du, ama baada ya utangulizi huo ni mukaddima imamu ameuweka, ameufanya kuwa ni mfupi, na kwa sababu ni wanafunzi hasa, hata mukaddima tutafanya tarjama kwa wepesi. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema zinamstahikia Allah, Mola mlezi wa viumbe vyote. Rabbil alamin, Mola mlezi wa viumbe vyote. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa ni Allah pekee. Na ninashuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki, lazima uweke neno kwa haki, na usipoweka kwa haki tafsiri yako ni batili. Ukisema ya kwamba ninashuhudia ya kwamba hapana Mola apasaye kuabudiwa isipokuwa ni Allah, khata'un kabir, ni kosa kubwa sana. Lazima uweke bihaq, lianna Allah jalla fi ula la yu'badu illa bihaq. Allah haabudiwi isipokuwa kwa haki, wa huwa ilahul haq, na yeye ndio Mola wa haki. Sawa sawa. Kwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allahu, isipokuwa Allah, wahdahu la sharika lah, peke yake bila mshirika. Ilahul awwalina wal akhirin, Mola wa wale wa mwanzo, wal akhirin, na wa mwisho. Allah tabaraka wa taala yeye ndio Mola wa viumbe wa mwanzo, wal akhirin, na wa mwisho. Yeye ndio Mola wa viumbe wote. Wa ashhadu anna Muhammadan, na nashuhudia ya kwamba Muhammad abduhu wa rasuluhu. Abduhu ni mtumwa wake, yani ni mja wake, wa rasuluhu, na ni mjumbe wake. Abdu ni mtumwa au mja tayari, wa rasuluhu, na mtume wake, kwa maana mjumbe wake. Khatamun nabiyyin, ambaye mtume huyu alayhi salam yeye ndio mwisho wa manabii. Khatamu an-nabiyyin, mwisho wa manabii. Mtume sallallahu alayhi wasallam huwa khatamu an-nabiyyin, la nabiyya ba'dahu, hakuna nabii baada yake. Na atakayedai kwamba ni nabii baada ya mtume alayhi salam fahuwa kadhabun, mtu huyo anakuwa ni muongo na hakuna muongo zaidi yake. Wa imamul muttaqin, kadhalika mtume huyo ndio imam wa wacha Mungu. Imamul muttaqin ndio imamu wa wacha Mungu wote. Hakuna mcha Mungu zaidi ya nani? Ya mtume sallallahu alayhi wasallam. sallallahu alayhi
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين na wenye kuwafuata hao kwa wema ila yaumiddin mpaka siku ya malipo, siku ya kiyama. Wasallama tasliman, na Allah tabaraka wa taala namuomba aziteremshe rehma na amani kwa wingi kwa mtume huyu sallallahu alayhi wasallam. Wasallama tasliman ay tasliman kathira. Amma ba'du, ama baada ya hayo, hili neno huwa linaletwa kwa ajili ya kutenganisha utangulizi na mada. Unapofanya mukaddima hakikisha unasema amma ba'du, kisha unaanza mada yako. Lakini ukiunganisha mukaddima na mada bila kusema amma ba'du, kikanuni wewe unatakiwa uende shule tena, kikanuni ya uongeaji, kwa sababu wataalamu wa kanuni za kuongea wanakuchukulia kwamba wewe mwanzo mpaka mwisho, hata kama utaongea masaa 3-4, yeye inaonekana bado uko kwenye mukaddima, kwa sababu hujaleta neno amma ba'du. Fahadhihi nubdhatun tataallaqu bitaghsil almayyit. Huu ni ufupisho. Fahadhihi nubdhatun ay nubdhatun mukhtasara. Huu ni ufupisho tataallaqu, unaofungamana bitaghsil almayyit, na kumuosha maiti. Huu ni ufupisho tataallaqu, unaofungamana bitaghsil kafinihi, na kumkafini kwa maana na kumvesha sanda, wa dafnihi, na kumzika kwa maana wa takfinihi, wassalati alayhi, na kumswalia, kadhalika wa dafnihi, na kumzika. Na haya taghsilu almayyit wa takfinuhu wassalatu alayhi wa dafnuhu, kullu hadhihi furudhu kifayati. Ibada zote hizi ni wajib ala alkifai, ni fardhi kifaya, ambazo idha qama bihi man yakfi, wakilisimamia zoezi hilo wenye kutosheleza, basi wengine hawapati dhambi. Lakini watu wote katika kijiji wakaacha kumfanyia haya mambo manne, mtu anapokufa Muislamu, wote wakaacha, athimu kulluhum, wote wanapata madhambi. Lakini katika kijiji wakupatikana watu wawili au hata mtu mmoja kama na uwezo wa kufanya haya na akatosheleza, khalas, basi wengine madhambi kwa wao yanafanyaje? Yanadondoka. Kisha imamu anasema wa qabla an nasra'a fi almaqsudi nuqaddimu hadhihi alfaqarati. Wa qabla an nashra'a, na kabla hatujaingia, kabla an nadkhula fi almaqsudi, kabla hatujaingia katika makusudio yenyewe, yani katika kuelezea mlango wenyewe huu, namna ya kumuosha na mengineyo, nuqaddimu, tunatanguliza hadhihi alfaqarati, vifungu hivi vifuatavyo, tunatanguliza nukta hizi zifuatazo. Ametanguliza hizi nukta kwa lengo la kutoa picha halisi na mwongozo katika kumwandaa maiti na kumuosha moja kwa moja na mengineyo. Anasema namba 1, ghaslu almayyit almuslimi, kumuosha maiti wa Kiislamu, kumuosha maiti wa Kiislamu. Maneno haya yanaashiria kwamba kafiri haoshwi. Haya maneno ni ishara kwamba alkafiru la yughassalu, kwamba kafiri haoshwi. Idhan ghaslu almayyit almuslimi, kumuosha maiti wa Kiislamu, wa takfinuhu, na kumkafini, wa dafnuhu, na kumzika, fardhu kifayatin, ni fardhu kifaya, kadhalika na kumswalia, wassalatu alayhi, na kumswalia
fardhu kifayati. Yote hayo kama nilivyosema ni fardhu kifaya, na fardhu kifaya ni kama nilivyotoa maelezo kwamba ni ibada ambayo haiwajibiki watu wote kuifanya tayari, lakini wakiifanya ibada hiyo baadhi ya watu, ima ni wengi au wachache, madam wakisimamia ibada hiyo wanatosheleza, basi hawa ambao hawajafanya hawapati dhima, hawapati dhambi. Hii ndio maana ya fardhu kifaya. Lakini iwapo wataacha kuifanya ibada hiyo wote, basi wanapata dhambi watu wote. Umeelewa? Tayeb. Kwa anasema kufanya hayo yote ni fardhu kifaya. Fayambaghi, inatakiwa liman qama bidhalika, mwenye kusimamia jambo hilo, mwenye kusimamia jambo hilo la kufanya hayo, kumuosha maiti, kumkafini, kumswalia, kumzika, inatakiwa Sheikh anasema liman qama bidhalika, mwenye kuyasimamia hayo, ayanwiya, anuie, kwa maana akusudie katika moyo wake, annahu muaddin lihadhihi alfaridha, akusudie ya kwamba yeye anatekeleza ibada hii ya fardhi, annahu yuaddi, kwamba yeye anatekeleza lihadhihi alfaridhati, ibada hii ya fardhi. Kwa maana Sheikh anatuzindua hapa kwamba unaposimamia jambo lolote katika haya manne, basi uwe na nia njema, uwe na nia njema, na ujue ya kwamba hiki ninachokifanya ni ibada. Kwa lazima antukhlisa an-niyya, uhakikishe unaitakasa nia yako na kwamba unatekeleza ibada ya fardhi, unatekeleza ibada ya fardhi, liyanala ajraha, ili aweze kupata ujira wake, wa thawabaha, na thawabu zake, min Allahi ta'ala, kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Inatakiwa mtu atie nia, kwa maana kusudie, awe na nia njema kwamba anatekeleza ibada hiyo ya fardhi lillahi tabaraka wa taala, ili aweze kupata ujira wake na thawabu zake kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa tunaona hapa kwamba ukitekeleza fardhi hizi unapata ujira, unapata thawabu kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hapa unapata kuzinduka wewe ambaye huwa ukiona jeneza unakimbia. Kuna watu ambao wakiona jeneza tu basi anajificha, yani hataki kabisa atakuona, au anakimbia mbali kabisa, na hataki hata kushiriki kwa namna moja ama nyingine, bali ukishiriki kwa namna moja ama nyingine unapata ujira, kwa sababu kufanya hivyo ni ibada. Amma alkafiru, ama kafiri, fala yajuzu taghsiluhu, imamu anasema haifai kumuosha, wala takfinuhu, wala kumkafini, wala dafnuhu ma'a almuslimin, wala kumzika pamoja na makaburi ya Waislamu. La yajuzu, haifai kumuosha kafiri, wala kumkafini, wala kumzika katika makaburi ya Waislamu, katika makaburi ya Waislamu. Kwa maana kama atakuwa ni kafiri anaishi katika miji ya Waislamu, basi asizikwe pamoja na Waislamu, bali maulama wanasema inatakiwa azikwe katika ardhi ambayo haina mtu, inatakiwa azikwe fil ardi allati ghairu mamluka, azikwe katika ardhi ambayo haina mwenyewe, yani haimilikiwi na mtu, ndio azikwe huko, asizikwe na makaburi pamoja na Waislamu. Huyu ni kafiri anaishi katika nchi ya Waislamu. Ama kama kafiri anaishi katika nchi zao za kufuru, wanazikwa katika maeneo yao, au katika nchi mchanganyiko Waislamu na makafiri, sawa sawa. Bila shaka katika nchi hizo wanakuwa wameweka utaratibu kama nchi yetu hii wameweka utaratibu, kuna makaburi ya Waislamu na makaburi ya wasiokuwa Waislamu tayari. Kwa haifai kumzika Muislamu katika makaburi ya makafiri, kama ambavyo haitakiwi kumzika kafiri katika makaburi ya Waislamu.
Hiyo nukta ya kwanza. Thania, nukta ya pili, alghasilu, muoshaji. Tunakwenda haraka kidogo, nimesema tunafanya talkhisi kwa sababu ya muda, kwa sababu kipindi chetu hiki kesho hakipo. Kwa ukifanya maskhara unabakisha muqarrara. Alghasilu, muoshaji, mu'tamanun, ni mwenye kuaminiwa. Muoshaji yani mwenye kazi ya uoshaji na kumwandaa maiti na kumfanyia mambo mengine maiti. Mu'tamanun, ni mwenye kuaminiwa. Ametajwa muoshaji kwa sababu muoshaji sana sana ndo anakuwa karibu zaidi na maiti, na yeye ndo anaona mengi pale kwa maiti. Sawa, ndio maana akatajwa. Sheikh anasema alghasilu mu'tamanun ala almayyiti, muoshaji ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti. Kwa maana watu wanapokuwa wamekukabidhi maiti yao, maana yake wamekuamini, sawa sawa, uweze kuiosha, maana yake wamekuamini. Fayajibu alayhi, basi ni wajibu juu yake huyo muoshaji, an yaf'ala ma yalzamu, ayafanye yale yote ya lazima, fi taghsilihi, katika kumuosha. Ayafanye ma yalzamu, yale yote ya lazima, fi taghsilihi, katika kumuosha. Kwa maana amfanyie yale yote yanayowajibika kufanyiwa maiti wakati wa kuoshwa, wa ghairihi, kadhalika na mengineyo. Kwa inatakiwa aweze kuyafanya yote hayo, kumfanyia maiti ya muoshe vizuri, na hakikishe ametakata vizuri maiti kama inavyotakiwa, kwa sababu ameaminiwa katika hilo. Kwa hakikisha na muosha vyema. Umekabidhiwa jeneza, basi hakikisha unaliosha vizuri, kwa maana maiti sio jeneza zile mbao zile. Thalathan, nukta ya tatu, alghasilu mu'tamanun ala almayyit, muoshaji ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti. Muoshaji ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti. Fayajibu alayhi, kwa hivyo ni wajibu juu yake, an yastura, astiri, an yastura ma raahu fihi, ayasitiri yale yote atakayoyaona kwa huyo maiti. Ayastiri kwa maana ayafiche, wala yudhihiruhu, na wala asiyadhihirishi yale aliyoyaona fihi, kwa huyo maiti, min makruhin, katika mambo yenye kuchukiza, katika mambo yenye kuchukiza. Wewe muoshaji lazima ufahamu kwamba umebeba amana hiyo, ni dhima hiyo, sawa, na wewe umeaminiwa kusimamia jukumu hilo. Famadha yajibu alaika, nini wajibu wako? Imamu anasema yajibu alaihi an yastura, ayastiri au ayafiche, ma raahu fihi, yale yote aliyoyaona au atakayoyaona kwa huyo maiti, min makruhin, katika yale yenye kuchukiza. Kwa sababu kuna maiti wengine wakifa unakuta anatoa harufu kali, anatoa harufu mbaya. Lakini pia wakati mwingine unakuta baadhi ya maiti anakuwa na aibu, anakuwa na aibu katika mwili wake, sawa sawa, mathalan ana vidonda au ana kadha, ana aibu kadha katika sehemu ya mwili wake, sawa sawa. Basi wewe unatakiwa ukiona hayo na mengineyo ubaki nayo wewe, na kama mtakuwa wawili watatu katika sehemu hiyo ya uoshaji, basi nyinyi mbaki nayo, sawa sawa. Nyinyi mnaofanya kazi hiyo ya kumuosha maiti mbaki na hizo aibu mlizoziona kwa maiti, na wala msihadithie kwamba unajua maiti wengine bwana, mwingine ametoka kuosha alafu anaanza kuhadithia maiti wengine bwana wanachosha.
hadha jahlun wa dalal, haitakikani kufanya hivyo. Au kwamba unajua nimeona kadha wa kadha kwa fulani, watu wengine bwana, yani ukiwaangalia wakiwa wazima, yani unajifanya wacha Mungu, lakini wakishakufa ovyo kabisa. Hadha la yambaghi, haitakiwi kuelezea aibu na kasoro utakazoziona kwa maiti. Sawa sawa, kwamba nimeona si kiungo chake kiko hivi, kuna kiungo chake kiko hivi kadha, hadha la yambaghi. Lakini wanasema maulama, ikiwa umeona kwake yeye ishara zilizokuwa mzuri, la basa kuwahabarisha watu. Umeona kwake bishara njema zinazoashiria kwamba huko naelekea kuzuri, la basa. sawa sawa. Naam, la basa fi hadha. Nasallu Allah tabaraka wa taala husna al-khatima. Hilo jambo la tatu, mwoshaji kustiri aibu za maiti. Na hapo naona ghalat, makosa wanaoyafanya wengi katika uoshaji, kutoa na kufichua siri za maiti. Haifai kufanya hivyo. Jambo la nne, alghasilu mu'tamanun ala almayit, kadhalika mwoshaji ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti. Fala yambaghi, haitakikani kwake yeye, an yumakkina ahadan, amruhusu yoyote. Fala yambaghi, haitakikani, ay fala yambaghi lahu, haitakikani kwake yeye mtu huyo mwoshaji, an yumakkina ahadan, amruhusu mtu yoyote, min alhudhuri, kuingia, min alhudhuri, kuhudhuria kwa maana kuingia, min alhudhuri, kuingia, indahu, kule alipo. Haitaki kwake yeye kumruhusu mtu yoyote kuingia indahu, kule aliko anakomwoshea maiti, haitakiwi. Kwa hiyo kama mwoshaji umeaminiwa katika hilo, usiruhusu kila mtu kuingia huko, kwa sababu maiti wanakuwa na siri nyingi. Kwa hivyo hujui huyu anaingia na kuja na agenda gani. Mwingine saa zingine ametumwa anaenda kaangalia yule shekhe alikuwa na nini. Sawa sawa. Ndio maana anaambiwa huyu mwoshaji asimruhusu mtu yoyote kuingia kule aliko na kumwoshea maiti, illa, isipokuwa, man yahtaju ilaihi, yule ambaye anamhitajia mtu huyo, limusaadatihi, kwa lengo la kumsaidia. Isipokuwa yule ambaye anamhitajia mtu huyo, limusaadatihi, kwa lengo la kumsaidia. Kumsaidia nini? Kumsaidia katika haya yanayofuata: fi taqlibi almayiti, kumsaidia katika kumgeuza maiti, kwa sababu maiti anageuzwa kama tutakavyoona hapa. Wakati wa kumuosha lazima ugeuze upande huu na upande wa huku, kwa lengo la kuhakikisha anasafika vizuri. Fi taqlibi almayiti, katika kumgeuza maiti. Wasabbi almai, na kummiminia maji. Wasabbi almai, na kummiminia maji. Wa nahwihi, na mfano wa hayo, kama vile kumuinua pale ambapo maiti anahitajika kuinuliwa, kama ambavyo tutakujaona hapa kwenye kuonesha kivitendo kwamba maiti kuna wakati anahitajika ainuliwe. Kwa hivyo bila shaka kwenye kuosha mtu mzima lazima wapatikane watu wa kushirikiana na yule mwoshaji. Na mwoshaji, anayekusudiwa mwoshaji katika jina mwoshaji ni yule anaibashiri kitendo cha kuosha. Huyu ndo anaitwa al-ghasil, na sio wewe ambaye umekaa ima unashiriki kwa namna moja ama nyingine. Lakini kama unashiriki kwenye kumgeuza, kumuinua wa maila dhalika, na unaingia katika hukumu ya mwoshaji, kama vile anayemimina maji, kwa sababu kadhalika na unabashiri. Naam. Kwa hivyo mwoshaji ni ameaminiwa juu ya maiti, haitakikani kumruhusu mtu yoyote kuingia kule aliko. Kwa mkisha tosha, mathala uko peke yako, kamhitajia wa pili, mwingine ongezeke watatu,
hatutoshi, kwa sababu huyu ni mtu mzima. 4 haitoshi, 5 haitoshi, 6 haitoshi, 7 inategemea kwamba huyu mtu ni mkubwa kiasi gani, yani tutachelewa kwa kiasi gani. Kwa mkiwa wengi kwa ajili ya kurahisisha, la basa fi hadha, lakini ikiwa mnaweza hata wawili mkalisimamia hilo, fabiha wa ni'ma. Naam. Kwa mkisha tosheleza waambie khalas, huku tena mamnu, hakuna wala haifai kuchungulia. Kama nataka kuchungulia, nenda sehemu ambazo wanajifunzia, sawa sawa. Ama sehemu ambapo watu wanafanya kivitendo na haliyan wanamuosha maiti kweli, usiende kuchungulia ukiwa huhusiki katika waoshaji.